beba upenyo na urejesho kwenye maisha yako. Hilo ndio somo nataka nalo katika dakika hizi. Ni pana sana, naweza nikachukua wiki 2, lakini nataka nikufundishe kwa dakika chache. Amua kufanya toba iliyobeba upenyo na urejesho kwenye nyakati za mafanikio yako. Kwa nini? Mwanadamu ana uhiari wa kufanya anachotaka kutokana na maamuzi aliyonayo. Tunaweza tukapita kwenye kipindi cha toba, wewe ukaona kama ni cha kawaida tu, kwamba wewe unaona kama ni vile vile ulivyo jana na hivyo leo, lakini Mungu ameziweka nyakati katikati ya maisha ya mtu. Kwa hiyo nikwambie, Mungu amekuleta duniani, na alipokuleta duniani kwamba Mungu wakati anakuleta duniani uliukuta muda, na ndio maana huwa nazungumza ya kwamba kati ya muda na mwanadamu nani amemtangulia mwenzake? Kati ya muda na mwanadamu kilichomtangulia mwenzake ni muda. Muda ndio umetutangulia. Kwa hiyo tunapoumbwa au tunapozaliwa, tunazaliwa ndani ya muda, na ndani ya muda kuna nyakati ambazo Mungu ameziachilia kwa ajili ya mafanikio ya huyo mtu anapokaa ndani ya nyakati. Kwa hiyo nyakati zimebeba mafanikio ya mtu, na Mungu anapokupitisha kwenye nyakati, maana yake ndani yake usipojua kuzitumia vizuri, zinaweza zisikuletee faida yoyote. Amen. Nataka nizungumze juu ya nyakati tulizo nazo sasa za toba. Huu ni kipindi cha Kwaresima, maana yake ni kipindi cha toba. Mwanadamu ajitafiti, ajitambue ya kwamba ana uhusiano gani na Mungu aliye naye. Hivyo mimi kama Mkristo, uhusiano wangu na Mungu uko vizuri au hauko vibaya? Kutathmini kwako ndiko kunaweza ukajitambua ya kwamba mimi siko vizuri, nahitaji toba. Kama huna muda wa kujitathmini na kujitambua, hata ukiombea wewe ni mwenye dhambi utaona kama ni mtakatifu. Haleluya. Lakini keti yako, huu muda ambao Mungu anatupa Kwaresima, hizi nyakati Mungu anaziweka ili ya kwamba zitusaidie namna ya kujipambanua. Hivyo huu wakati umebeba nini kwangu? Huu wakati kuna vitu gani ambavyo ninahitaji niende navyo? Kwa hiyo mwanadamu asipojua nyakati alizowekewa ndani ya dunia hii kwenye maisha yake, anaweza akaishi kihasara. Haleluya. Kwa hiyo nyakati hizi ambazo Mungu ametupa kupita kwenye kipindi cha Kwaresima, maana yake ni kujipeleleza, kuona ya kwamba nina shida gani kwenye maisha yangu. Hivyo ni tabia gani ambazo zinanifanya nisiwe na mafanikio? Hivi ni njia gani ambazo nimekuwa nikiziendea hazina mafanikio kwenye maisha yangu? Kwa hiyo hichi kipindi cha Kwaresima sio kipindi cha kurukaruka, ni kipindi cha kuketi na kuona ya kwamba ninahitaji kujitengeneza. Haleluya. Amen. Siku zote jifunze kujitengeneza mwenyewe kuliko kutengenezwa na watu. Haleluya. Usingoje watu wakutengeneze. Jifunze kujiketisha chini mwenyewe ili ujitengeneze, ujitambue. Tunaishi na Wakristo wasiotaka kujitambua, afu wanataka watambulike. Amen. Bwana asifiwe. Usipojitambua utajitambulisha. Yaani usipojitambua utafanyaje? Utajitambulisha. Ngoja nikupe mfano. Bwana Yesu asifiwe. Utamkuta baba pale nyumbani anaongea na mke wake. Hivi wewe mwanamke, wewe unijui kama mimi mume wako? Kwa nini unijui mimi kama mume wako? Lakini wanandoa na watoto karibia wangapi? 6 au 7. Alafu anasema, wewe hujui kama mimi mume wako? Au hujui kama mimi mke wako? Kama baba unaanza kujitambulisha kwa mama, maana yake hujajitambua bado. Umeshakaa na wewe mwanamke miaka mingapi? Zaidi ya. Kwani haja kujua kama mume wake? Kwa hiyo leo kwa nini useme hunitambui kama mume wako? Maana yake hujajitambua bado. Ndio maana bado unajitambulisha kwa mume wako, kwa mke wako mpaka leo. Hujajitambua mama. Ndio maana unajitambulisha kwa mume wako mpaka leo. Kama unajitambua, maana yake ni kwamba utafanya yanayokupasa na nafasi ulio nayo. Yeye mwenyewe kama ni mume atasema kwa kweli wewe ni mke wangu. Kwa kweli. Yaani sio wewe utajitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwa sababu hatujitambui.